Hii ni kubwa kuliko, ni kukaribisha kwenye maonesho ya 50 ya biashara ya kimataifa Dar es Salaam International Trade Fair. Hii ni Golden Jubilee, yani jubilee ya miaka hii 50 hapa kwenye viwanja vya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere Sabasaba, Temeke, Kilwa Road, Dar es Salaam. Maonesho haya yalianza mwaka 1976 na huu ni mwaka 2026. Kikubwa ni kwamba hii ni kubwa kuliko. Ndalini Media tutakupeleka popote pale, wewe mdau ambaye uko hapa kwa ajili ya kutoa huduma lakini bidhaa na teknolojia mbalimbali. Mimi ni Godfrey Kusolwa, karibu tuweze kukupeleka popote pale. Naam, kama nilivyotangulia kuzungumza hapo awali, hii ni kubwa kuliko, na nipo katika jengo la mifuko miwili mikubwa hapa nchini ya jamii. Mfuko wa hifadhi ya jamii kwa watumishi wa umma, nazungumzia PSSSF, pamoja na mfuko wa hifadhi wa taifa NSSF, ambao wako pamoja katika maonesho ya 50 ya biashara ya kimataifa Dar es Salaam, DITF tumezungumza. Na baada ya kufika hapa ndani, pamependeza ndani ya, kwanza kwenye upande wa PSSSF nazungumzia, ambao wao wanasema leo kesho pamoja. Kikubwa ni nimekuta ndani hapa kuna meza mtandao, wanasema signage. Je, hii meza ina kazi gani katika kurahisisha ukuaji wa digitali nchini? Kumbuka ni miaka 50, Golden Jubilee, miaka 50, nusu karne hii katika dunia ya digitali. Sasa kabla ya kuja kwenye meza hii na mtumishi ambaye atakuwa akituelezea atiji hapa, baada ya kufika hapa nimekaribishwa na bashasha sana na afisa uhusiano Rehema Mkamba kuniambia kitu ambacho matarajio yao kwa mwaka huu katika maonyesho haya. Ana mazungumzo muhimu kwako wewe ambaye unajaribu kuendelea kufuatilia maonyesho ya Sabasaba. Mimi ni Godfrey Kusolwa, karibu. Naitwa Rehema Mkamba, ni afisa uhusiano wa mfuko wa hifadhi ya jamii kwa watumishi wa umma PSSSF. PSSSF tunashiriki katika maonyesho ya 50 ya biashara ya kimataifa maarufu kama Sabasaba, yanayofanyika hapa Dar es Salaam katika viwanja vya Sabasaba vilivyopo barabara ya Kilwa. Tunawakaribisha sana wanachama wa PSSSF pamoja na Watanzania kwa ujumla. Karibuni kutembelea maonyesho haya ya Sabasaba, na PSSSF tupo katika banda namba 13 lililo karibu kabisa na lango kuu la kuingilia. Kauli mbiu ya PSSSF mwaka huu tunasema tunamhakikishia mwanachama kesho ya uhakika. Kesho ya uhakika nyakati zote za wanachama na hata baada ya kustaafu. Wanachama wa PSSSF watakapofika katika banda letu watapata huduma mbalimbali kama vile wanavyohudumiwa wakiwa katika ofisi yoyote hapa nchini. Wakifika kwenye banda letu wanaweza kufuata taarifa za michango yao, lakini wanaweza kufuatilia madai mbalimbali ya mafao waliyowasilisha kwenye mfuko. Wanawastaafu wetu wanaweza kujihakiki. Karibuni sana. Habari, naitwa Gerard Minzi, afisa mwandamizi kutoka kitengo cha matekelezo ama compliance. Tupo hapa katika maonyesho 50 ya Sabasaba, na sisi kama PSSSF katika huduma mbalimbali tunazozitoa, pia tunatoa huduma ambazo ni za kimtandao ama huduma za kidijitali. Katika huduma hizo tuna huduma kama PSSSF Kiganjani ambayo inapatikana kwenye simu ya smartphone, lakini pia tuna huduma ambazo zipo kwenye internet ama kupitia browser, kwa maana ya PSSSF Portal, ambayo hii nayo pia inatoa taarifa za wanachama, lakini pia tuna website za mfuko ambazo pia na zenyewe zinatoa taarifa za wanachama, lakini pia taarifa za mfuko. Kwa hiyo kwenye upande wa kidijitali tuna mambo mengi, ikijumlisha pia hii meza ambayo tunaiita meza kidijitali, ambayo kwenye maonyesho haya tumeyaleta kama kitu kipya katika kuendelea kuboresha huduma zetu. Na meza hii kama mnavyoiona ina digital display ambayo ni ya Android, na hii display ama kompyuta ambayo iko kwenye hii meza ina uwezo wa kufanya kazi zote. Zinaweza kufanyika kwenye laptop, lakini zinaweza kufanyika pia kwenye simu, kwa maana ya zile applications. Kwa hiyo karibuni sana, na tunaendelea kutoa huduma. Ina labda mnatarajia ileta ufanisi gani na umuhimu wake sasa meza hii signage wanasema? Okay. Kwanza kabisa hii inatusaidia kwenye kulinda rasilimali zetu. Unajua kompyuta kama hii
ya kupakata ama kompyuta mpakato, ni rahisi sana katika tembea za hapa na pale ikagongwa na mtu, ikakuta labda imedondoka ikaharibika. Kwa hiyo hii inatupa wasaa wa kuwa na sehemu moja, eneo moja ambalo tunaliandaa kwa ajili ya kutoa huduma hizi za kidijitali, lakini pia wakati huo huo tukiwa tunailinda hii resource ya mfuko. Naitwa Zuhura Starehe, ni afisa kutoka idara ya pensions za kila mwezi. Tunawakaribisha wanachama wetu katika maonyesho haya Sabasaba, ambapo watajipatia huduma mbalimbali kama vile uhakiki, ambapo kwa sasa tunatumia teknolojia ya vidole. Mstaafu atakapofika hapa atafanyiwa uhakiki kwa haraka zaidi kwa kutumia alama zake za vidole tu, lakini pia anaweza akajipatia statement za pension zake za kila mwezi, na kama ana changamoto yoyote ya kupokea pension za kila mwezi, tunaweza tukamtizamia na tukampatia majibu ya uhakika na kwa haraka. Hivyo tunawakaribisha wastaafu wote pamoja na wategemezi wote wanaopokea pension za kila mwezi katika maonyesho haya ya Sabasaba. Karibuni sana. Naitwa Neema Lowassa, mimi ni afisa mafao mkuu. Karibu katika banda letu la PSSF Sabasaba. Ukifika hapa utaweza kujua aina ya mafao yanayotolewa na mfuko, ya muda mfupi na ya muda mrefu. Vile vile utaweza kujua kama una mafao yako yapo ofisini kwetu, utaweza kujua yamefikia wapi. Vile vile utaweza kujua ni nyaraka gani zinazohitajika ili mtu aweze kulipwa mafao. Na mafao yote haya yataombwa kupitia mtandao. Unaomba mwanachama kupitia kwenye simu yako, yanapita kwa mwajiri, yanafika ofisini kwetu, yanafanyiwa kazi kwa muda mfupi. Karibuni sana. Naitwa Umi Nasoro, afisa matekelezo mkuu wa mfuko wa pensheni wa mashirika ya umma. Karibu katika banda letu la maonyesho ya Sabasaba. Katika kitengo cha matekelezo tunashughulikia michango. Tunawasisitiza waajiri wawasilishe michango kwa wakati, na tunawakaribisha wanachama wetu wote kuangalia michango yao na kuona taarifa zao za michango kwa usahihi na uhakika. Aidha, taarifa zetu zote huwa pia zinapatikana katika mfumo wa kidigitali kwa kuingia PSSF portal na kujirejista kama mwanachama, na unaweza kuona michango yako. Karibuni sana.